Karibu, hizi ni habari zetu za siku ya leo. Tutakuwa huko ndani ya mji mkubwa ambako Shadary aliweza kupelekwa hospitalini akiwa na hali ambayo si sawa na hali ambayo inaleta wasiwasi, na pia tutakuwa ndani ya mji wa Uvira na pia ndani ya tambarare la Ruzizi ambako mapigano kwa sasa yaliripotiwa kuwa yameweza kutulia kutokana na vita ambayo iliweza kufanyika jana. Na pia tutakuwa ndani ya Qatar ambako vita viliweza kuripotiwa na milipuko mikubwa ndani ya mji huo mkubwa. Hivyo kuwa nasi ili upate maelezo zaidi kutokana na habari hizo. Hali ya usalama uko Sange, Runingu na eneo tambarare la Ruzizi imeweza kuripotiwa kuwa tulivu baada tu ya mapigano kati ya waasi wa M23 na vikosi vya wazalendo kuweza kusitishwa kwa muda wa saa kadhaa. Imeripotiwa kuwa mapigano hayo yaliweza kumalizika jana na magharibi ya saa 11, na hivyo hali ya utulivu hiyo inaendelea hadi magharibi ya siku ya leo tarehe 18. Taarifa kutoka vyanzo mbalimbali inaeleza kuwa mapigano hayo yaliweza kutulia, lakini kwenye mitandao ya kijamii hali iliweza kuwa ya taharuki kubwa kutokana na mambo ambayo yalikuwa yakizidi kuweza kupeperushwa na waasi wa M23, lakini hali hiyo inaripotiwa kwa salama. Hadi sasa vikosi vya wanajeshi wa wazalendo wanaoshirikiana na FARDC vinaendelea kuripoti kuwa katika kijiji cha Kirungu hadi Biliba, na pia imeweza kuripotiwa kuwa hawana hatua yoyote ya kuweza kurudi nyuma. Vyanzo vya kijeshi vinaeleza kuwa vikosi hivyo vipo katika hali ya tahadhari kubwa, tayari kukabiliana na jaribio lolote la mashambulizi, hasa kutoka kwa waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na serikali ya Rwanda. Hata hivyo, licha ya utulivu huo wa muda, hali bado ni tete, huku wananchi wakiendelea kusubiri kurejea kwa amani ya kudumu katika eneo hilo muhimu la Kivu Kusini. Tuelekee basi huko Qatar ambako kumeweza kuripotiwa mlipuko wa mabomu. Wizara ya Ulinzi ya Qatar imetangaza kuwa imefanikiwa kudhibiti shambulio la kombora lililokuwa likilenga taifa hilo. Taarifa hiyo inatolewa baada ya mlipuko kusikika katika mji mkuu wa Doha ambao mwandishi wa habari wa shirika la AFP alithibitisha kusikia milipuko hiyo. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi, vikosi vya jeshi vilichukua hatua za haraka na kufanikiwa kuzuia kombora hilo kabla halijasababisha madhara makubwa. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu uharibifu au majeruhi waliotokana na shambulio hilo la mabomu. Mamlaka zinaendelea kufuatilia hali ya usalama huku zikihakikisha ulinzi umeimarishwa zaidi katika eneo hilo muhimu la Qatar ambalo ni Doha. Tuelekee pia wilayani Ruchuru ambako katika eneo la Bwito mapigano ya mara kwa mara yameendelea kuripotiwa na waasi wa M23 wakishirikiana na jeshi la Rwanda dhidi ya vikosi vya wazalendo wanaoshirikiana na FARDC viliweza kuripotiwa wiki iliyopita, na hasa katika vijiji kadhaa katika eneo hilo viliendelea kuripotiwa kupata mapigano makali katika wiki hii inayopita, kama vile katika kijiji cha Kihondo, Bombo na Bukombo viliweza kukumbwa na mapigano makali katika wiki iliyopita, hasa katika kijiji cha Mubirubiru na Kijovu na Muko. Hivyo ni vijiji ambavyo mapigano yanazidi kuripotiwa siku baada ya siku. Kutokana na hali hiyo, mamia ya familia zilikimbia kwa haraka zikiacha nyumba, mashamba na mali zao. Baadhi ya wakimbizi wanasema walilazimika kukimbia usiku huku risasi zikisikika kila pande. Hivyo waliweza kuwa na hofu kubwa kutokana na mapigano hayo ambayo yanazidi kuripotiwa katika eneo zao. Wakimbizi hao wameelekea katika maeneo yanayoonekana kuwa na utulivu kidogo, ikiwemo Mweso katika wilaya ya Masisi pamoja na Nyanzale na Kutsiru katika Ruchuru. Hata hivyo, hali ya maisha katika maeneo hayo ni mbaya, huku wakimbizi wakikosa chakula, maji safi, makazi na huduma za kiafya. Wengi wamelazimika kulala chini bila vifaa vya kujikinga, na watoto tayari wameanza kuugua kutokana na ukosefu wa huduma muhimu ili kuweza kuendelesha maisha. Mashirika ya kibinadamu yanaonyesha kuwa mahitaji ni makubwa na ya haraka katika maeneo hayo ambayo vita inazidi kupigana, hasa mahitaji ya chakula, dawa na makazi ya dharura.
Hata hivyo, bado ni vigumu kujua idadi kamili ya walioathirika kutokana na changamoto za kiusalama zinazoendelea kufanyika katika maeneo hayo. Wakati huo, wananchi wanaendelea kuteseka kutokana na vita vinavyoendelea, wakitoa wito kwa kurejeshwa kwa amani ili kuwezesha kurudi katika makazi yao. Mmoja wa wakimbizi amesema wanachotaka ni amani tu ili warejee nyumbani mwao, akiongeza kuwa maisha walionayo kwa wakati huu ni mabaya na si ya kibinadamu. Ni hivyo habari inavyoendelea ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inaonekana kuwa hali si shwari kutokana na vita ambavyo vinazidi kujirudia siku baada ya siku. Tuhamie huko basi ndani ya mji mkubwa wa Kinshasa, ambako Shadari ambaye alikuwa ni mgombea wa urais kwa miaka iliyopita na pia katibu wa kudumu wa PPRD aliweza kukumbwa na ugonjwa, na hivyo aliweza kupelekwa hospitalini akiwa na hali ambayo inatisha na ambayo ni ya wasiwasi kutokana na afya yake kuwa mbaya. Inasemekana kuwa Shadari ako ndani ya hospitali, na hivyo ni mtu mmoja tu ambaye anaruhusiwa kwenda kumuona, na mtu huyo ni mke wake na ni kwa mara chache tu. Hivyo Shadari kwenye kifungo chake ambacho anazidi kupata aliweza kuwekwa mbali na watu wote na kupewa ulinzi mkubwa ili kuweza kuwa salama, na ni mke wake tu ambaye anaweza kumtembelea mara moja kwa wiki na pia kwa saa chache tu. Hizo ni habari ambazo tunazidi kukusogezea siku baada ya siku, na tutakueleza nini kinachoendelea wakati tu tutapata habari hizo.